Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi kwanza mkurugenzi, naomba niwashukuru kwa kunikaribisha kwenye hafla fupi ya kukabidhi mbolea ya mifuko mifuko 750 kwa ajili ya zao la kahawa ambalo shule zetu za msingi na sekondari wanalima. Niwashukuru sana kwa heshima hiyo ambayo wamenipa, ili na mimi niwe sehemu ya historia ya jambo hili la kipekee na zuri ambalo tunafanya katika halmashauri yetu ya wilaya ya Mbinga. Nasema ni jambo zuri kwa sababu kadhaa. Sababu ya kwanza, kama tunavyoelewa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imejipambanua bayana kuhusu kuimarisha sekta ya kilimo ili iwe na nafasi yake katika kuchochea uchumi na kuongeza kipato cha taifa letu. Na kuna miradi mingi mikubwa ambayo hata sisi hapa Mbinga ni wanufaika. Iko miradi ya umwagiliaji ambayo kwa halmashauri yetu ya Mbinga mji kuna mradi ambao uko kwenye ngazi ya usanifu, zile hatua za awali sasa katika kata yetu ya Mbagamao. Lakini kwa upande wa halmashauri ya Mbinga mji, ule upande wa Itumba Ndosi Rwanda, kuna mradi wa umwagiliaji ambao utatuwezesha kulima mazao mchanganyiko ya biashara na ya chakula kwa msimu wote bila kutegemea mvua. Lakini kama sehemu ya jitihada hizo ambazo serikali yetu ya awamu ya sita inafanya, pia tunafahamu ipo corridor ya ushoroba mpya ambao umeanzishwa, ikiwemo ushoroba wa Mtwara ambao haukuwepo siku za nyuma. Ushoroba wa Mtwara ambao unajumuisha Ruvuma, Lindi na Mtwara, hizo mikoa mitatu. Na kati ya mazao ya kipaumbele ambayo yameainishwa na ambayo yatapewa kipaumbele katika ushoroba wa Mtwara unaojumulisha hizo mikoa mitatu ni pamoja na zao la kahawa. Kwa hiyo hili jambo ambalo halmashauri yetu inafanya kwa kweli inachangiza na kuendeleza yale maono ya serikali yetu ya awamu ya sita chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo hilo ni sababu ya kwanza kwa nini nawapongeza, na kwa kweli kusema kwamba jambo tunalofanya ni jambo zuri. Lakini la pili tumesikia kwenye taarifa iliyosomwa na kaimu mkurugenzi kuhusu mapato. Sasa hili jambo nataka kulisema, mtatumia dakika kadhaa kidogo. Sasa kama mkumwalika chifu sivyo, kwa sababu naona ili tusiwaribie shughuli yetu hapa. Kwa hiyo la pili ambalo nataka kusema ni kwamba tumesikia kwenye swala la mapato kwamba kwa msimu uliopita halmashauri yetu kutokana na ile SES imekusanya bilioni 6 plus 6 plus kwenye SES peke yake, na kwamba zao la kahawa linachangia kwa kiasi cha zaidi ya 50% ya mapato ya halmashauri kwa mwaka, ukiondoa mapato lindwa. 50% ya makusanyo ya on source ya halmashauri yetu ya halmashauri ya mji ya halmashauri ya wilaya ya Mbinga DC. 50% ya mapato yote, zaidi ya nusu. Kwa hiyo tunapopanua wigo wa kuongeza uzalishaji wa zao la kahawa Arabica ambayo tunalima Mbinga hapa, obviously maana yake ni kwamba tunaongeza kwanza kipato cha halmashauri kwa maana ya SES, kwa sababu zinaingia kwenye utaratibu ule wa stakabadhi ghalani, lakini pia uchumi wa ujumla wa wilaya yetu. Sababu ya tatu, tunafahamu na Mwalimu Nyerere aliandika kitabu kinaitwa Education and Self Reliance, na bado mpaka sasa sera yetu ni ujamaa na kujitegemea, au sio? Haijabadilika, ni ujamaa na kujitegemea. Maana yake nini? Utaratibu huu tunaoupeleka kwenye mashule kwamba shule zetu ziwe na miradi ya maendeleo inayowazalisha kipato, ina reinforce sera yetu ya elimu ya kutengeneza wananchi au kutengeneza Watanzania ambao wanaweza wakajitegemea katika kujitafutia uchumi wa mtu binafsi, lakini pia wa taasisi. Tunao mfano shule yetu ya sekondari Kigonsera, upo mradi wa pale wa ujenzi wa shule ya walimu. Sasa unaona mambo haya,
nilikuwa nasema jambo hili mnalofanya ni jambo la msingi kabisa, na nimejaribu kuainisha hizo sababu tatu za msingi. Kwamba ya tatu ni hiyo, kwamba kwenye swala zima la elimu ya kujitegemea, na nimekuwa najaribu kutolea mfano wa shule yetu ya sekondari ya Kigwasela, na iko maeneo mengine, sio tu Kigwasela Secondary School, na maeneo mengine ambako kuna miradi, lakini natolea mfano wa Kigwasela hapa jirani, ambako kuna mradi na sio mmoja, kuna mradi wa ujenzi wa nyumba ya walimu 2 in 1, si ndio? Na ule mradi wamejenga kwa kutumia mapato yanayotokana na shughuli zinazofanywa katika ngazi ya shule. Na wao sasa sio kahawa, pale ni zao la mahindi, ndio zao la mahindi pale. Kwa hiyo nitoe wito hata kwenye maeneo mengine, na kwa sababu hiyo unakuta sasa hivi tunaweza tukasema, amesema kwenye taarifa yake hapa kaimu mkurugenzi kwamba kati ya vijiji tulivyo navyo 170 ama 117 ni vijiji 107 vinalima kahawa. Sasa hivi kwenye halmashauri zetu kuna nini? Kuna vile vipimo vya kupima afya ya udongo. Kuna vile vipimo vya kupima afya ya udongo. Lazima kwenye halmashauri zote. Hata zile pia tunaweza tukatumia hata kwenye maeneo mengine ambako pengine hatujawa na uhakika zaidi kuhusu afya ya udongo. Kwa sababu unasema kahawa, ukilinganisha bei ya mahindi na kahawa, sisemi kwamba tusilime mahindi kama zao la kibiashara, lakini kwa maana ya ile pecking order ya pricing, kahawa inalipa zaidi kuliko kwa maana ya bei ya sasa. Bei imeboreshwa sana. Kwa hiyo hata tukiwa na maeneo mengi kama bado yapo na hali inaruhusu kwa maana ya afya ya udongo, pia tunaweza tukajielekeza kule kwa kutumia uwezeshaji huu ambao tumepata kupitia serikali yetu kutuletea zile mashine. Kwa hiyo bila kuchukua muda mrefu, mimi ni wapongeze sana, na pongezi zangu zinatokana na hizo sababu tatu ambazo nimeziainisha. Na niseme, huwa anasema na nitarudia kusema hapa kwamba mimi siamini kusifia watu wakiwa kwenye majeneza kwa sababu hawasikii. Tuna utaratibu kwamba mtu siku amefariki unaweza kusema huyu bwana hawa watu walikuwa mtu mzuri sana, jambo lake alizibiki, lakini sasa yeye anasikia wakati ule. Kwa hiyo nasema mtu mpe mambo yake akiwa anasikia, sio? Na ndio maana mimi tunapofanya mambo mazuri sitachoka kusema kama kiongozi wenu, na kwa kweli tunapata faraja kuwa na uongozi ambao una maono ya kutaka kutoa wananchi kutoka point A kwenda point B. Na mwenyekiti, mimi nikupongeze sana. Nikupongeze sana pamoja na mheshimiwa diwani, mheshimiwa makamu mwenyekiti, lakini uongozi wa halmashauri kwa maana ya mkurugenzi na timu yake kwa kazi kubwa ambayo mnafanya kwa ajili ya kusogeza huduma hizi karibu kwa wananchi na kuwaletea maendeleo. Na tuendelee kufanya hivyo kwa sababu ndio jambo ambalo tumekasimiwa kwa sasa. Kwa baada ya kusema hayo, niseme kwamba sasa mimi niko tayari